He has done it for me. Titi ya unajili chakula nina uhakika waweza kuniponya. Sasa napaku niukunta amini sitajitia unaji chakula tamu. Nina uhakika waweza kuniponya. Hata usiponipo sinta abubu masanamu. Naelewa maji na moto nitapita wenye uvuli wa mauti. Nina wewe sitaogopa kamwe. Mungu wangu wanishika mkono, wautuliza moyo wangu. Sina mashaka wanibeba mgongoni. Waweza tu maneno na uzima ibadilishe yote. Acha usiyafanye wewe, acha usiyafanye hayo yote, bado nitami. Waweza tu maneno na uzima ibadilishe yote. Acha usiyafanye hayo yote, bado nitami. Nyosha mkono moja tu. Si mara ya kwanza kunitoa katika magumu. Nina ushuhuda zaidi ya moja, wewe ni mwaminifu. Nina historia maalumu, wewe ni chemichemi ya uzima. Si mara ya kwanza kunitoa katika magumu. Nina ushuhuda zaidi ya moja, wewe ni mwaminifu. Nina historia wewe ni chemichemi ya uzima. Naelewa maji na moto nitapita wenye uvuli wa mauti. Nina wewe sitaogopa kamwe. Mungu wangu wanishika mkono, wauliza wangu. Sina mashaka wanibeba mgongoni. Waweza tu maneno na uzima ibadilishe yote. Acha usiyafanye, acha usiyafanye yote. Waweza tu maneno, waweza tu maneno na uzima ibadilishe yote. Hata usiyafanye, hata usiyafanye hayo yote, bado nitami. Nyosha mkono juu, sema waweza tu maneno, waweza tu maneno na uzima ibadilishe yote. Kabla hatujakaa, ni kwa haraka kabisa, ninaye mrembo wangu naye nimtambulishe aje hapa. Naomba mke wangu uje hapa. Useme
Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Amen. Basi wewe ambaye hujampokea Yesu jioni ya leo, ni wakati wako mzuri sana. Tunakukaribisha kwa Yesu. Kwa Yesu kuna kila kitu, na mwisho tuna uzima wa milele. Haleluya. Makofi kwa mrembo wangu huyo. Ukiwa umesimama hivyo hivyo. Nimshukuru Mungu sana, ikitifaki ikiwa imezingatiwa. Tuna kazi moja tu. Kazi moja tu ya kuangusha ngome za shetani siku ya leo. Uko tayari? Hebu inua mikono yako juu. Punga namna hii. Alafu kunja ngumi namna hii. Uko tayari? Sema kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kila ngome zote za shetani ndani ya mji wa Usariva, ngome za kichawi, ngome za ushirikina, wachawi wote, majini yote, sema yanapigwa kwa jina la Yesu. Sema yanapigwa kwa jina la Yesu. Sema nyumba kwa nyumba, mlango kwa mlango, mtu kwa mtu, familia kwa familia, popote pale kuna majini yamefugwa na wachawi, sema wanapigwa. Sema wapigwe. Sema wapigwe. Sema wapigwe. Sema wapigwe. Hebu piga kwa dakika 1, 2, 3. Piga katika jina la Yesu. Tunaangusha ngome zote za Usariva, kila roho zote, mipango yote ya kuzimu, kila nguvu zote za kuzimu, tunaziangusha kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu, roho yoyote ile inayozuia injili, inayosababisha watu wasisimame ndani ya wokovu, tunawakatalia mbali kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Sema amen. Tuna tatizo moja hapo Usariva. Watu wanaokoka sana, lakini kuna roho inayosababisha watu wasiende makanisani na wasisimame. Toka nimekuja hapa ni mwaka wa 7. Watu wanaweza wakaokoka na wakampokea Yesu na wanampenda Yesu, lakini kuna roho mbaya ya kuzimu inayosababisha wale wanaokoka wasisimame kwa Yesu. Alafu viko viagent vya shetani kwenye mikutano kama hii, wanakuja wanachunguza nani ameokoka, yupi ameokoka, alafu wanamfuatilia, wanamrudisha nyuma. Wengine wanarudi kwenye ulevi, kwenye uzinzi, wengine wanarudi kwenye ushirikina na uchawi. Lakini hao viagent vya kuzimu ndani ya Usariva, maadamu mkutano huko mahali hapa, vinachapa kwa jina la Yesu. Sema wapige kwa jina la Yesu. Sema tunawakataa maagent wa kuzimu wanaozuia injili isipenye. Sema maagent wote wanaozuia watu wasisimame kwa Yesu, sema wapige kwa jina la Yesu. Hebu shambulia maagent wote wa kuzimu. Shambulia kaskazini, shambulia kusini, piga mashariki, piga magharibi kwa jina la Yesu. Na kwa moto wa Roho Mtakatifu tunaachilia moto, tunaachilia moto, tunaachilia moto katika jina la Yesu. Kila roho yoyote ile inayozuia watu wasisimame kwa Yesu, hiyo roho tunaikataa. Roho ya pili tunaifunga, tunaikataa, tunaiharibu kwa jina la Yesu. Sema moto, sema fire, sema fire, sema fire, sema wapigwe kwa jina la Yesu. Sema wapigwe angani, wapigwe nchi kavu katika jina la Yesu. Hebu piga kwa dakika 2, 3. Piga shambulia katika mapambano. Tunawashambulia maagent wote wanaozuia injili, wanaozuia kazi ya Mungu, wanaozuia watu wasisimame, wanapigwa kwa jina la Yesu. Jioni ya leo tunashusha moto, shusha moto, shusha moto, shusha moto kwa jina la Yesu. 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 Wanateketea, wanaharibiwa, wanaangamizwa kwa jina la Yesu. Hawatazuia injili isipenye kwa watu wote. Watazuia watu wasiokoke. Watu watakaokoka watasimama kwa jina la Yesu. Hiyo minyororo iliyowakamata wanafunguliwa sasa katika jina la Yesu. Sema amen. Naomba ukae sasa. Mpe Mungu tukufu kwa makofi mengi. Mimi nilianza siku ya kwanza Jumatano, wakahubiri Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi,
na jana wakasema sasa mimi nimalizie. Nimepata upendeleo jamani. Wako watumishi wengi wazuri hapa wangehubiri, lakini mimi nimepewa fimbo hiyo. Niwashukuru sana wageni kuweza kuachia nafasi hii. Sikustahili, ilikuwa ya kwenu, lakini ninaipokea kwa unyenyekevu. Mungu awabariki sana Bishop Afolabi na timu yake yote, mbarikiwe sana. Basi hebu lipokee neno la Mungu. Marko sura 5 mstari wa 1 mpaka wa 20. Nitasoma kama mashine kwa sababu muda wangu ni mchache sana. Wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi, na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote usiku na mchana alikuwa kwa makaburini na mlimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia, akapiga kelele kwa sauti kuu, akasema, nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye hai? Na kuapisha kwa Mungu, usinitese, kwa sababu amemwambia, ewe pepo mchafu, mtoke huyu. Akamuuliza, jina lako nani? Akamjibu, jina langu Legion, kwa kuwa tu wengi. Akamsihi sana asiwapeleke nje ya nchi ile. Na hapo milimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakilisha. Pepo wote wakamsihi wakisema, tupeleke katika nguruwe tupate kuwaingia. Akawapa ruhusa. Wale pepo wachafu wakatoka wakaingia katika wale nguruwe, nalo kundi lote likateremkia kwa kasi gengeni, wakaingia baharini, wapata 2000 wakafa baharini. Wachungaji wakakimbia wakaieneza habari mjini na mashambani. Watu wakatoka walione lililotokea, wakamwendea Yesu. Wakamwona yule mwenye pepo ameketi, amevaa nguo, ana akili zake, naye ndiye aliyekuwa na ile jeshi. Wakaogopa. Na wale waliokuwa wameona waliwaeleza ni mambo gani yaliyompata yule mtu. Wakamwendea Yesu. Naomba niruke pale mstari wa 15. Wakamwendea Yesu, wakamwona yule mtu mwenye pepo amekaa, amevaa nguo na akili zake, naye ndiye aliyekuwa na lile jeshi. Wakaogopa. Na wale waliokuwa wameona waliwaeleza mambo gani yaliyompata yule mwenye pepo na habari za nguruwe. Wakaanza kumsihi aondoke mipakani mwao. Naye alipokuwa akipanda chomboni, yule aliyekuwa na pepo akamsihi kwamba awe pamoja naye, lakini hakumruhusu, bali alimwambia, enenda zako nyumbani kwako kwa watu wa kwenu, kawahubiri ni mambo gani makuu aliyokutendea Bwana na jinsi alivyokurehemu. Akaondoka zake akaanza kuhubiri katika Dekapoli ni mambo gani makuu Yesu aliyomtendea. Watu wote wakastaajabu. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi kabisa. Ongeza makofi mengi. Sema watu wote wakastaajabu. Ngoja nikwambie jioni leo kwa muda kama dakika 15 nataka nikuletea habari za mfalme wa wafalme, Mungu mwenye nguvu na mamlaka yote, ambaye yeye alimtoa mwana wake wa pekee, na Yesu Kristo kama nafsi ya pili ya Mungu ambaye ni mwana, akaja duniani akavaa mwili. Na alipokuwepo hapa duniani aliishi miaka 30, lakini miaka 3.5 alifanya huduma ya hapa na pale, akizunguka kule na huku, akifanya mambo ya kupisha, ya kushangaza na maajabu mengi, ambayo mpaka leo tunahubiri hayo maajabu. Sema amina kama unanielewa. Na katika pita yake Yesu akihubiri habari njema za ufalme wa Mungu, tunaona alifika mahali sehemu ambayo inaitwa Pani ya Wagerasi. Na pale Pani ya Wagerasi akamkuta mtu mmoja. Yule mtu alikuwa yuko pale katika ile Pani ya Wagerasi, amepagawa na mapepo ya kutosha, yuko pale, yuko uchi. Na yule mtu Biblia inasema alikuwa anakaa makaburini siku zote. Lakini mtu yule sasa, nataka nikwambie, ambaye alikuwa Pani ya Wagerasi, ile njia hakuna mtu yote alikuwa anaweza kukatiza, kwa sababu yule mtu alikuwa na mapepo makali sana, kiasi kwamba alikamatwa na ndugu zake ili wamsaidie. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, ndugu walipojaribu kumkamata walishindwa.
wakamfunga na kamba, alizikatakata zile kamba. Nataka nikwambia mtu mwenye mapepo ana nguvu isiyokuwa ya kawaida. Anaweza kukamata watu 20 na bado wale watu wasimweze, kwa sababu nguvu iliyoko ndani yake sio nguvu ya kawaida inayoonekana kwa macho ya kibinadamu. Ni nguvu ambayo haionekani, lakini ni nguvu ya kipepo. Mtu huyu pia Biblia inasema alifungwa na pingu. Yumkini ndugu zake walimchukua yule mtu, wakampeleka, wakaita na maaskari, wakamfunga pingu ili waweze kumsaidia. Lakini yule mtu alikuwa na nguvu zisizokuwa za kawaida, akatakata zile pingu kwa sababu ya nguvu za kipepo. Yule mtu alishindikana kabisa kwenye kijiji kile. Alikuwa hakuna mtu yote anaweza kumsogelea. Yule mtu alikuwa ni mkali sana, alikuwa na mapepo makali sana. Hakuna mfano wake kwenye Biblia. Biblia yote imeandikwa, vitabu vyote vya Injili, lakini mtu huyu anasemekana hakuwa mtu wa kawaida. Alikuwa anatisha, alikuwa mwenye nguvu, alikuwa ana uwezo wa kufanya jambo lolote lile. Hata pingu za chuma alikatakata, hata minyororo ya chuma alikatakata. Hakuwa wa kawaida kwa sababu ya nguvu za kipepo. Lakini pia mtu huyu ilifika mahali akakimbilia makaburini, akakaa kule makaburini, na ile njia hakuna mtu alikuwa anathubutu kukatisha. Lakini nataka nikwambie, mwanaume wa wanaume, nakwambia huyu mwanaume wa wanaume, Yesu Kristo, simba wa kabila la Yuda, asiogopa chochote, aliyekuja kusimamisha ufalme wa Mungu, yeye mwenye mamlaka yote, alikatisha kwenye ile pwani ya Gerasi. Akawa anatembea kuelekea ile pwani ya Gerasi, anatembea katika ile pwani. Alipofika ghafla, yule mtu kwa mbali, watu walifikiri atadhuriwa Yesu. Ghafla ile mapepo ndani yake yalimtambua Yesu Kristo ni nani, yakapiga kelele, yakasema, tuna nini nawe Mwana wa Mungu? Situtese, maana sisi huu muda si wa kuteseka, ni muda ambao tuko duniani tuwatese watu. Yesu, nataka nikwambie, Mwana wa Mungu aliye hai, ambaye hashindi na nguvu yoyote ile, hashindi na mamlaka yote ile, yeye ndio mamlaka ya mwisho, yeye ndio nguvu ya mwisho. Piga kelele, sema amina kama unaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujumbe wangu jioni leo unasema, yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yote yanawezekana. Sasa ngoja nikwambie maneno machache juu ya huyu Yesu Kristo. Sifa za Yesu Kristo ambaye alipita pwani ya Gerasi. Namba 1, Yesu katika hapa hichi kisa anaonekana yeye ana mamlaka kuliko mamlaka ya shetani na mapepo yake yote. Piga kelele kama unanielewa. Na tukio hili linaonyesha kwamba Yesu Kristo yeye ni mtawala wa ulimwengu wa roho dhidi ya mapepo na majeshi ya pepo wabaya na shetani na Lucifer, na shetani ambaye anaitwa Lucifer na majeshi yake yote na mamlaka yake yote chini ya Yesu yanasarenda. Sema amina kama unanielewa. Lakini jambo la pili tunaliona hapa ni huruma za Yesu. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, watu wengi wanategemea kwamba wakienda kwa waganga wa kienyeji, wakienda kwa wachawi, wanaweza wakachukua nguvu fulani wakatesa watu. Ngoja nikwambie, utawatesa wengine, lakini mtu mwenye Yesu utakao mtese kamwe. Sisi ndio tunatesa Bwana. Wachawi tutawatesa mpaka waachie matunguri yao, waje kwa Yesu waokoke, na wasipookoka kufa na wafe. Sema amina kama unanielewa. Ngoja nikwambie, hii mamlaka alionayo, hakuna jambo lolote lile la kishetani. Ngoja nikwambie, kuna wachawi wanatesa watu kuliko maelezo. Hata huyo mtu unayemwona hapa wa pwani wa Gerasi alikuwa anateswa na nguvu za giza. Biblia tu haijafafanua zaidi, lakini nataka nikwambie, wachawi kazi zao ni kuweka mapepo ndani ya watu, kuweka umaskini ndani ya watu, kuweka magonjwa ndani ya watu. Unajua kuna magonjwa 75 ya matatizo na magonjwa ya watu na shida mbalimbali tulizonazo, 75 zinatokana na washirikina na wachawi na nguvu za giza. Asilimia zingine 25 ni uzembe wa maisha yako tu. Kwa mfano, kuna sukari. Unaweza kuwa na sukari. Sukari inaweza ikawa na tafsiri ya kwanza, ikawa ni sukari kwa sababu shetani ameweka sukari, pepo la sukari limekaa ndani ya mtu. Au ni kansa, pepo la kansa limekaa ndani ya mtu. Mimi nimeshaambia watu wengi wenye kansa, unashangaa pepo linalipuka ndani yake. Likilipuka ndani yake, tukilitoa pepo, kansa inakauka kabisa, mtu anakuwa mzima katika jina la Yesu. Sema amina kama unaelewa.
75 ya umaskini, magonjwa na matatizo mbalimbali, talaka, mafarakano ndani ya familia. 75 ni kazi za shetani, ni wachawi, ni majini, ni mapepo ambayo yanawekwa ndani ya mtu, ndani ya familia, yanaharibu ile destiny ya mtu ndani ya maisha yake, yanaharibu ile hatima ya mtu ndani ya maisha yake. Lakini 25 ni uzembe wa maisha ya mwanadamu. 25 wakati mwingine, kwa mfano sukari ukila sana tu utapata sukari, ukapakia tu kwa siku, kanywa kreti nzima ya soda, kesho ukiamka mapigo yao lazima ataenda mbio, sukari lazima itapanda. Sasa hapa tusemi ni pepo, hapa tusemi si umelogo, hapa tunasema rekebisha mlo wako, rekebisha namna unavyokula, basi afya yako itakaa sawa. Wangapi wanaelewa chokisema? Si kila kitu kinatokana na pepo, vitu vingine vinatokana na staili ya maisha unayoishi. Lakini 75 ya matatizo mengi sio staili ya maisha, ni kwa sababu ya maonevu ya shetani. Na injili imekuja kuleta namba 1, kukutoa kwenye maonevu ya shetani, kukuweka huru katika jina la Yesu. Lakini pia injili inakupa akili. Sema akili. Kuna magonjwa ya vyakula hayatakujia, kwa sababu ukija kwa Yesu tunakupiga mifungu ya kutosha mpaka sukari inaondoka. Sema amina kama unaelewa. Yani huku kwa Yesu huku unapata akili ya mbinguni, lakini pia unapata akili ya maisha. Sema amina kama unaelewa. Mwambie mwenzako unayo akili ya maisha wewe. Mwambie mwenzako unayo akili ya mbinguni. Akili ya mbinguni ni kumpata Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukiwa na akili ya mbinguni utamkimbilia Yesu Kristo. Lakini ukiwa na akili ya duniani, unaona wanakole wanapiga tu kelele, wanapoteza muda tu, ni watu wa ovyo ovyo. Ngoja nikwambie, sisi si watu wa ovyo ovyo. Sisi si watu ambao tunapoteza muda. Sisi si watu ambao tumepoteza mwelekeo. Sisi tumekupana na Yesu Kristo ambaye anatubadilisha maisha yetu. Hata tupige kelele hizi kelele ni raha ndani ya Yesu. Pigia Yesu makofi mengi. Yani wengine wanafikiri si wa shamba. Hebu niambie, hebu angalia watu hapa, unawaonaje? Kuna mshamba hata mmoja hapa? Kuna mtu wa chini hata mmoja hapa? Hapa kuna madigrii yamelala, hapa kuna wasomi, lakini tumetoa usomi wetu tukamweka Yesu ndani ya maisha yetu. Sema amina kama unaelewa. Sema amina kama unaelewa. Hata ukiwa na degree zako, kama una Yesu, degree zako ni sifuri katika jina la Yesu. Hata ukiwa na PhD yako, kama una Yesu, hiyo PhD haitakusaidia. Maana ukiwa na Yesu pamoja na PhD unakuwa na akili ya duniani, akili ya mbinguni, na maisha yako yatabadilika. Sema amina kama unaelewa. Sasa ngoja nikuambie, anayekojoaga barabarani ni nani? Nishakutana na baba mmoja na mali somi na master yake, yuko tu barabarani, wewe niacheni mimi, mama nani fungu hapo, anayumba namna hii. Ghafla nikashangaa anaenda pembeni, yani katikati ya barabara. Nikasema Mungu saidia, mapepo haya, dhambi ni mbaya. Taka nikwambie bila aibu kabisa, akili zimehama. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, kwa Yesu tunapewa akili sawa sawa. Wewe kaa kwa Yesu Bwana. Sema amina kama unaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Mungu libarikiwe. Sasa jambo lingine ambalo tunaliona ni huruma za Yesu. Yesu akamwonea huruma yule mtu ambaye alikuwa amefungwa, maisha yake yote ni makaburini. Watu walikuwa wamemkatia tamaa, watu walikuwa wanamdharau, alionekana si kitu. Yumkini hata alitaniwa, yumkini walimpiga kwa mawe, yumkini alionekana hafai, ndugu zake walimwona hafai, alionekana si kitu, wamemkatia tamaa. Yumkini walimpeleka kwa waganga wa kienyeji, ikashindikana kabisa. Walimpeleka kila mahali, ikashindikana kabisa. Lakini mwanaume Yesu hata hakuwa ameitwa na mtu yoyote, yeye tu alikuwa anapita tu bali pale, alimwonea huruma. Huruma za Yesu Kristo zilimfungua yule mtu. Ngoja nikwambie jioni leo, inawezekana maisha yako watu wamekukataa kabisa, ndugu wamekukataa kabisa. Ngoja nikwambie maisha yako yanaweza kaonekana kama mtu wa makaburini, aliyekataliwa, aliyetengwa. Leo ninazo habari njema. Yesu Kristo ana huruma juu ya maisha yako. Hatataka uteseke tena, anakuita uje kwake. Sema amina kama unaelewa. Huruma za Yesu Kristo. Hakuna anaweza akakuonea huruma
Wanadamu wanaweza kukuonea huruma dakika 2-3, wakakuonea mwezi wa kwanza huruma, wakakuchoka. Lakini Yesu Kristo hajawahi kumchoka yeyote. Bwana, wewe hajawahi kunichoka mimi na matatizo yangu, hajawahi kukuchoka wewe. Ni wewe mkimbilie tu Bwana, mkimbilie. Wanadamu wanaweza kukukataa, lakini Yesu Kristo anakukumbatia, anakuambia mwanangu njoo, ninakukumbatia mwanangu, usiogope, nitatembea na wewe. Sema amina kama unanielewa. Unajua wanadamu wanaweza, hata sisi wachungaji unaweza kufika mahali tukakuchoka kabisa. Nilikuwa na bwana mmoja, yule bwana yeye kila saa anapiga simu, hata akipiga chafi anapiga simu. Mchungaji, yani hapa nasikia dalili ya mafua, naomba niombe. Basi na si wachungaji kidogo wavumilivu, lakini sio kama Yesu. Unapiga maombi, akikaa akisikia kakichomi kidogo, mchungaji nasikia kakichomi hapa, naomba uniombe. Napiga maombi. Mwezi mmoja tu nilichoka. Siku moja akapiga simu, nikaiangalia simu yake namna hii, nikasema huyu yale. Yani atapiga saa 8, atapiga asubuhi, popote pale, akiwa na safiri, akiwa na gari limeyumba hivi, anasimamisha njia, mchungaji naomba uniombee gari, naona kama kuna pepo la ajali. Yani wewe acha tu. Hata kama amekanyaga bumps. Nikafika mahali nikasema kwa mpindo huyu sasa nimemchoka. Nikampigia simu ngombe tuonane. Akaja, nikamwambia kwanza kabla sijaongea na wewe, usinichoshe, nipe supu ninywe kwanza na mapaja ya kuku. Wewe saa 8 ananipigia simu, asubuhi ananipigia simu, kwa nini nisile mapaja yake ya kuku? Nikapiga supu vizuri, nikamwambia sasa sikiliza, kuanzia leo jua uliye naye Yesu ni mkuu kuliko mimi. Sasa mimi nimefika mahali, saa unanipigia simu ni saa una tatizo zito, lakini mafua, chukua tangawizi, chukua malimao, koroga, kunywa, sitakuombea. Akaniambia kwa mchungaji umenichoka. Nikamwambia si ya kuchoka, lakini hayo yote yananisumbua. Yani mafua, si umegonga bamsi, si kichomi, hayo bwana wewe kwanza ngombe unapiga mazoezi. Yani nikamfundisha mbinu za kibina. Unapiga mazoezi? Sipiga. Ngombe kuanzia leo uanze kupiga mazoezi ili mwili uwe safi. Maana nami nimechoka. Ngoja nikwambie, mchungaji anaweza kukuchoka, lakini Yesu Kristo hajawahi kumchoka yeyote. Njoo kwa Yesu, mtu wa Mungu, anakuonea huruma, anakukumbatia. Na ujinga wetu tulio nao, unajua, ungekuwa unasikia maombi ya watu wanaomba, ungekimbia hata maombi yao. Unakuta mtu anaomba ujinga kabisa tu, yuko pale anaomba, analia masaa karibia masaa 2-3, lakini wakati anaomba Baba kakitenge, usinisahau kitenge, sijavaa kitenge karibia miezi 6, mwaka mmoja mume wangu hajaniambia kitenge. Ngoja nikwambie, ungesikiliza maombi hata wakina mama, nataka nikwambie ungeweka mikono kichwani. Lakini Yesu Kristo, mpeleke mavitenge, mpeleke matatizo yako, mpeleke kilio chako. Hajawahi kukuchoka kamwe, na hata kaa kuchoke. Piga kelele, sema amina kama unaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jambo la pili tunajifunza hapa, Yesu ni wa huruma na hamchoki mtu yeyote. Wanadamu walimchoka yule mtu wa pwani wa Gerasi, lakini Yesu Kristo hajawahi kukuchoka wala hata kaa kuchoke. Yuko pamoja na wewe mpaka ukamilifu wa bahari. Sema amina kama unanielewa. Lakini jambo la tatu ambalo tunaona watu wale ambao walikuwa wanachunga zile nguruwe. Na ngoja nikwambie, yale mapepo ambayo yanaitwa legion, ambayo ni jeshi. Legion ni kikosi kilikuwa kinajulikana kwa Warumi, ni takriban kati ya 2000 mpaka 3000 ya wanajeshi. Na legion sasa, hao majeshi ambayo yanaitwa legion, maana yake ni kati ya 2000 mpaka 3000. Yalipomwona Yesu yakapiga kelele, yakasema usitutese, yakasema ni afadhali ututoe hapa tukaingie nguruwe. Yale ngoja nikwambie, Yesu Kristo hakusita, akayamuru yakaingia nguruwe. Biblia inasema nguruwe 2000 wote wakaingia baharini wakafa. Ngoja nikwambie, mimi namshukuru Mungu kwamba wale nguruwe walipoingiwa na mapepo, wanadamu wanashindwa mpaka hata na nguruwe. Nguruwe akasema ni nani wa kukaa na mapepo? Sisi hatutakaa na mapepo, ni heri tufe kuliko kukaa na mapepo. Na nguruwe nao wakaingia kule baharini wakafa wote. Na kama wale nguruwe wasingekufa, nisingekula kiti moto. Lakini kwa kuwa nguruwe walikataa mapepo wakafa, najua nguruwe hana mapepo nguruwe, ndio maana napiga kiti moto vizuri sana. Sema amina kama unaelewa. Na watu wengine wasiomjua Yesu wanachukua mfupa wa nguruwe, wanaweka mlangoni
ili mapepo yasiingie. Hiyo imekula kwako mpendwa. Ni Yesu akae ndani ya moyo wako. Yesu ndio kiboko Bwana wewe. Yesu ndio kiboko wa mapepo. Piga kelele, sema amina. Maana kuna watu akili zao mbovu. Utachukua mfupa wa nguruwe, jino la nguruwe halitakusaidia. Na sasa hivi watu wengi wanafikiri kuna vitu fulani kama vinaweza vikakusaidia. Eti kitambaa kinaweza kukusaidia, eti maji yanaweza kukusaidia. Ngoja nikwambie, chumvi haiwezi kukusaidia, wala maji haiwezi kukusaidia. Maana Yesu wetu hajawahi kutumia maji wala chumvi. Alituachia jina lipitalo majina yote. Kwa jina la Yesu mapepo yanaondoka. Hakuna cha chumvi wala maji, hakuna chochote. Maana na huo nao ni ushirikina. Na niwaambie, unakuta mtu amebeba, unakuta mama kabeba, naomba pochi moja hapa. Ngoja nichukue ya mke wangu. Kabeba pochi namna hii. Na wengine mko hapa mmebeba pochi namna hii, ni nzito, unafikiri amebeba pesa, kumbe ndani ameweka mawe ya upako, ameweka maji ya upako, ameweka chumvi ya upako, ameweka vitambaa, ameweka matakataka ya kila aina. Amelemewa, yani mizigo ya dhambi imekulemea na mizigo ya mkoba wako imekulemea. Utakimbilia wapi mtu wa Mungu? Hivyo vitu havitakusaidia. Lazima uwe na Yesu ndani yako. Yesu akiwa ndani yako, Biblia inasema njooni kwangu nyie nyote mnaolemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Sema amina kama unaelewa. Sema amina, 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 amina. Sema amina. Usiturudishe kwenye matambiko wewe. Na watu wanaopenda matambiko ndio wanapenda maji chumvi. Maana haya ni matambiko. Haya matambiko peleka kwa shetani. Sisi tunamhubiri Yesu Kristo, na Roho Mtakatifu nguvu zake zinatufungua, zinatuweka huru. Piga kelele kwa Yesu. Sema amina kama unaelewa. Mama mmoja siku moja akanijia akaniambia, mchungaji, naomba uniombe. Nikiwa nafanya mkutano Monduli kule. Nikamwambia, nini shida mama? Asema, mchungaji, nilikuwa nakaa kwenye nyumba ya kupangisha. Ile nyumba ya kupangisha ninalala vizuri, ninalala vizuri. Lakini nilipojenga nyumba nikahamia, kila siku napigwa makofi, na ananipiga makofi simuoni. Nikamwambia mama, asema hata jana nimechapa makofi, angalia alama. Kweli kuangalia tunaona alama kwenye shavu kabisa za vidole. Nikamwambia mama, unaye Yesu? Asema naendaga kwenye maombi kuombewa, nimemwagia chumvi, nimemwagia futo, nimemwagia mafuta sio ya mzeituni, nimemwagia sio maji ya upako. Na maji ya upako nikwambie, nishaombeaga mama mmoja mchawi nikiwa pale Kinyenga, akasema haya maji ni maji ya maiti. Yaani wanaenda pale Mount Meru wanachukua maji ya maiti. Ngoja niseme au nisiseme? Tufungue hizo siri. Ngoja tumwaibishe shetani na wachawi wote na maajenti wao wote. Sema amina. Sema amina. Kwa taarifa yako, le maji ni maji ya Mount Meru wanaoshia maiti. Na nimrekodi yule mama ni mchawi. Alikuwa pale Kijenge, ameshindikana. Ndugu zake wamemtenga. Akasema ngoja nitoe siri. Mimi ndio naendaga kufanya kazi kuchukua maji ya maiti Mount Meru. Ila chupa ndogo ya konyagi inauzwa $200. Na tukichukua tunawagaia hao wenzenu wanaofanya maombi kwa kutumia maji. Mbona mnaangalia vibaya? Tumeitwa kusema kweli katika jina la Yesu. Kama tusipoambia kweli, nani atakayesema hiyo kweli? Kama unayo yatupe kuanzia sasa. Wakasema wale maji wanachanganya, wakipewa wanapeleka kwenye maduka ya wafanyabiashara, wanapeleka kila mahali. Ngoja nikwambie, yule mama akasema yale maji ndio tunayatumia. Hayo maji unayotumia, kama maji yangekuwa yanaokoa watu wote leo hii tungekuwa tuko huru. Lakini maji hayaokoi. Mtu anataka achape dhambi sana, awe mzinzi, awe kahaba, aibe na mke wa mtu na mume wa mtu, alafu aende akachukue maji ya upako yaje amsaidie. Hiyo ni biashara kichaa. Cha kwanza, mpokee Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, akae ndani yako. Akishakaa ndani yako, anakutia uzima, anakutia nguvu za Roho Mtakatifu, unakuwa huru katika jina la Yesu. Sema amina kama unaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamwona Yesu Kristo, yeye hakutumia chochote zaidi. Yeye jina lake linatosheleza. Jambo lingine, tunaona wale watu walipoona nguruwe wote wameangukia kwenye bahari pale, wale watu wakamwambia Yesu, na kuomba tafadhali,
Hii hasara tuliyoipata mahali hapa hatutaki tuipate tena. Ondoka hapa, tuachie mji wetu. Ngoja nikwambie, pale nikwambie palikuwa ni ngome ya shetani, ngome ya wachawi. Lakini mwanaume akishuka mahali, hakuna cha wachawi, hakuna cha mapepo, hakuna cha ngoja nikwambie, alimaliza kesi zote. Sema amina kama unaelewa. Akamwambia, tunaomba uondoke, usitutie hasara. Hapa nguruwe 2000 wamepotea. Watu wengi wako tayari wanajali mali kuliko mwanadamu, wanajali mali kuliko ni mtu aliyefunguliwa, aliyeteseka. Lakini Yesu Kristo amekuja kutuonyesha mwanadamu ni wa thamani sana. Wewe ni wa thamani sana, mtu wa Mungu. Wewe ni wa thamani jioni leo. Wewe ni wa thamani kuliko vitu vyote. Wewe ni wa thamani kuliko nguruwe. Wewe ni wa thamani kuliko pesa. Wewe ni wa thamani kuliko chochote. Yesu anakuambia wewe ni wa thamani. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Jioni ya leo nataka nikwambie Yesu Kristo anaokoa. Kuna watu wanatembea lakini wanatembea na mauti. Kuna watu wanatembea lakini wameshazikwa siku nyingi. Ngoja nikwambie, wakati mwingine mtu unaota ndoto za kutisha. Unaota uko makaburini, unaota watu wamekufa, unaota watu ambao wanakufukuza, majitu wanakufukuza, manake maisha yako yametekwa. Lakini jioni leo unaenda kuwekwa huru katika jina la Yesu. Hizo ndoto zinaondoka mbaya. Utaota ndoto za mbinguni, utaota ndoto unaimba, utaota ndoto unaomba. Sema amina kama unaelewa. Jina la Mungu libarikiwe. Lakini minyororo aliyofungwa yule mtu, ile ni minyororo ambaye haina uhuru. Shetani mkina amekufungia kwenye minyororo. Iko minyororo ya ulevi, minyororo ya ukaba, minyororo ya uzinzi, minyororo ya magonjwa. Lakini leo ni kuahidi Yesu Kristo anakatakata minyororo yote. Hajalishi ugonjwa ulionao. Nimeona watu wakiponywa, wenye virusi vya ukimwi wamepona. Nimeona watu wenye kansa wamepona. Nimeona watu wenye uvimbe wamepona. Hata pale kanisani kwangu watu wengi wameponywa magonjwa mbalimbali. Hata jioni leo Yesu anaenda kukuponya katika jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Amina, amina, amina. Napomalizia sasa tuingie kwenye maombi. Nikupe kisa kimoja. Mama mmoja, siku moja nikiwa kwenye maombi naombea watu, mama mmoja akaja. Yule mama akasema, kijana wangu nina ugonjwa wa aibu, siwezi hata kutaja. Nikamwambia mama, taja, kwa sababu ukienda kwa daktari unasema kila kitu. Sema mwanangu, ninatokwa na damu kwa muda mrefu sana, na hapa nimeshaambiwa nina kansa kizazi. Nachotakiwa hapa, nina uvimbe kwenye tumbo, uvimbe kwenye kizazi, na sasa hapa nimeambiwa operation haifai maana ni kansa. Na nimeenda nikaombewa mahali. Jamani, Mungu atusaidie. Kuna watu wengine wanafanya uganga wa kienyeji. Anasema nikaambiwa nipeleke mbuzi. Kwa hiyo akapeleka mbuzi na 150,000. Yule mbuzi alipofika akaambia tunamchinja, hiyo ndio tunaondoa hiyo laana na kansa itaondoka. Kwa hiyo akamchinja yule mbuzi, akaweka mkono, yule mbuzi akachinjwa, ile damu ya mbuzi akapakwa na 150,000 zikaenda. Lakini ndo alipotoka pale msiba uliongezeka. Kuna vitu vingine ni kama matambiko. Yule mama akanambia, mchungaji, nimesikia tu hapa mnaombea, mimi nimekuja tu kama ushahidi. Maana nataka nikwambie nimezunguka kwa watumishi wote lakini sikupata msaada wote. Nikamwambia wewe shida umeenda kwa watumishi, hujaenda kwa Yesu. Laiti ungeenda kwa Yesu ungepokea uponyaji. Acha kwenda kwa watumishi, nenda kwa Yesu Kristo. Yesu ndio mwisho wa matatizo. Sema amina kama unaelewa. Nikamuuliza swali moja, je, umekuja kwa mtumishi aje akuombee utimize idadi ya waliokuombea au umekuja kwa Yesu? Akafikiria akanambia, mchungaji, sasa nimeelewa. Leo nimekuja kwa Yesu. Nikamwambia nyanyua mikono yako. Alivyonyanyua nikamwambia, Mungu, wewe ndio unayeponya, mimi siponyi. Jina lako Yesu lina nguvu, linaponya, na mimi wala simgusi. Nasema kilichoko ndani yake, iwe ni kansa chochote au ni mauti au ni chochote, kiondoke. Unajua yule mama akaanza kulia kama mbuzi. Kasema baba. Tukashtuka, tukasema mbona mbuzi tena? Kumbe alipoenda kuombewa akaweka mkono juu ya mbuzi, kumbe yale ni mapepo akamuingia, akaanza kulia kama beberu na ni mama.
Usikubali kwenda kwenye matambiko, usikubali kwenda kwa waganga wa kienyeji. Mkimbilie Yesu mwenye mwisho wa matatizo yote. Sema amina kama unanielewa. Wali basi tuliomba sana. Dakika 2 tu. Pepo toka, likatoka. Kutoka pale damu ikakatika. Akawa mzima. Paka leo yule mama ni mzima. Hakuna cha kansa, hakuna cha uvimbe, hakuna chochote. Yuko Yesu Kristo wa Nazareti, mwisho wa matatizo. Sema amina kama unanielewa. Simama mahali ulipo. Yesu ni mwisho wa matatizo. Naomba sasa, leo tunaenda kumalizia mkutano. Tuko na watumishi waliopakwa mafuta mahali hapa. Hakuna jiwe litakalosalia juu ya jiwe ambalo halitaondoshwa. Mwisho huu wa leo hii kwenye mkutano huu ndio mwisho wa matatizo yako yote. Sasa piga hatua ya kuja mbele. Nimemwona Mungu akiponya walio paralyze wakatembea. Na shida kubwa wakati mwingine wewe unang'ang'ania vitu ambavyo havitakusaidia kwenye maisha yako. Acha kung'ang'ania dini, haitakupeleka mahali. Acha kung'ang'ania wanadamu, hawatakupeleka mahali. Acha kung'ang'ania majina ya watu, hawatakupeleka mahali. Majina ya maaskofu na wachungaji hayawezi kukuokoa, ila ninalo jina moja tu. Jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Njoo hapa, Yesu ndiye anaenda kukugusa. Iwe ni roho ya ulevi, iwe ni uzinzi, iwe ni magonjwa, iwe ni matatizo yote, leo mwisho. Sema amina kama unanielewa. Sasa wote naomba tuje hapa mbele. Wachungaji naomba tuje hapa mbele. Tufanye ile kazi kama tunafanya siku zote. Mchungaji Munisi yuko hapa. Njoo simama hapo. Kimbia mara moja mchungaji Munisi. Hapo tulia hapo. Haya, zimeanza hizo tena zingine. Leo lazima zitoke tu katika jina la Yesu. Haya, njoo kimbia fanya haraka. Muda wetu sio rafiki. Yatapiga push up mpaka kwanza, yapige push up mpaka yatoke. Lazima yafunguliwe katika jina la Yesu. Maana mapepo yana kisirani. Siku moja mama mmoja tumetoka kwenye mkesha kwenye saa 9. Nikakutana na mama mmoja amebeba furushi kubwa. Yule mama bwana alikuwa anafanya kazi halmashauri moja, sikwambii ni wapi. Wakati anafanya kazi mchana yuko smart. Usiku saa 3 tunatoka kwenye mkesha tunatembea. Nikakutana na yule mama, nikafunga break. Nilikuwa naendesha gari. Nikamwambia, mama, wewe si mama fulani? Ndio. Unatoka wapi na hii mizigo yote uliobeba? Akasema, nimeibeba mizigo hii, sijui napopeleka ni wapi. Kabeba, yani kanga imefungwa nifurusha amebeba kichwani. Nikamwambia hapana, ngoja nishuke. Nikamwambia, mama, wewe si fulani unafanya kazi pale halmashauri? Akasema ndio. Usiku huu saa 9 unaenda wapi na mzigo uko peke yako mama? Akasema, afadhali hata umeniona. Mimi kila siku usiku lazima nibebe huu mzigo. Ninazunguka mji mzima na huu mzigo mpaka alfajiri ndio narudi kulala. Nikashangaa. Mchana yuko ofisini, ni mstarabu, anaongea Kiingereza yake you know. Lakini usiku na furushi anatembea mji mzima anaozunguka. Kuna watu wanateseka. Shetani anaweka mizigo. Kuna watu walali usiku. Kuna watu wana shida mbalimbali. Lakini yuko Yesu Kristo wa Nazareti jioni leo, mwenye huruma zote. Hebu inua mikono yako juu. Sasa usio mshangaji. Umekuja kwa sisi, tumembeba Yesu na tunamleta kwako ni Yesu. Hebu inua mikono yako juu. Sema maneno haya. Sema, Yesu. Sijasikia sauti hiyo. Sauti pia ni ishara ya imani. Sema, Yesu. Kwa mara nyingine ya 3 useme kwa nguvu mpaka shetani achukie. Sema, Yesu. Nimechoka kubeba mizigo ya shetani. Nimechoka kufungwa minyororo ya shetani. Nimechoka
kuwa mtumwa wa shetani. Pingu zote, minyororo yote iliyonifunga leo inakatika kwa jina la Yesu. Roho yoyote ile inayonitesa usiku na mchana leo inaniachia. Leo inaniachia. Shetani unaniachia kwa jina la Yesu. Funga macho yako, tulia. Nimesema funga macho. Shusha mikono. Funga macho, usifungue macho. Sasa uwezi ukawa huru kama huna Yesu. Sisi ujasiri wetu tunaohubiri hapa, tunamtaja shetani na mapepo, na mwingine akaimba wimbo shetani na mama mkwe wake. Sasa sio kama shetani na mama mkwe, mimi sijui, lakini anaonyesha jinsi gani shetani na makusanyiko yake yanaweza yakakutesa. Sisi leo tunampesa shetani. Kwa nini? Tuna Yesu ndani yetu. Wewe mahali ulipo, kama huna Yesu, hata tukuombee, uombe na manabii na maaskofu na mitume, kama huna Yesu utateseka maisha yako yote. Utakuwa tulikubalisha leo unamtumishi huyu, kesho unamtumishi yule, kesho kuta unamtumishi yule. Utakuwa tu na historia, nimeombea na fulani, nimeombea na fulani, lakini shetani hataondoka mpaka Yesu amekaa ndani yako. Funga macho. Namba mbili. Kuna wale ambao walishaokoka na baada ya kuokoka ghafla wakakuta wamerudi nyuma, hawana Yesu tena, wamerudi kwenye mateso na mizigo mizito. Kama yuko mtu na mai kule nyuma, nyosha mkono nikutambue. Nyosha mkono, usiogope. Nyosha mkono, iko nyuma upatanisho. Tukupatanisha tena, tukurejesha tena. Nyosha mkono kama uko ulishawahi kuokoka lakini ukarudi nyuma. Nyosha mkono kama upo. Asante. Nyosha mkono. Asante. Mungu akubariki sana. Asante. Basi yuko mbele. Sasa wachungaji, tuna kazi moja. Tushuke hapo chini. Tutaongoza maombi. Baada ya maombi tutaombea. Lakini tutaombea na wagonjwa. Sasa watoto. Vurugu zikianza hapa, nenda pale. Tutaombea watoto wazuri. Ikizima. Mama mchungaji mmoja ambaye anadili na huduma za watoto, akaenda watoto hapo. Ikizima sasa maana naona ni wa maana. Sasa tusogeze sasa mbele, tusogea mbele. Naomba tuwasogeze kwa haraka kama sio kwa hudu. Sogea. Namba mbili. Tatu sasa. Wewe hapa. Unasema ni kule mchungaji nimeokoka, lakini na mizigo inasumbua. Nateseka magonjwa. Roho zinasumbua. Usiku silali. Mapigo ya pressure zinapanda na kushuka. Unasema ni msaada wa Mungu. Nimemwona kitendo mambo makubwa. Nimemwona Mungu akifufua. Kwa utosha kueleza nyingi. Mtu aliyekufa akafufuka. Kama mtu amevili katika huduma nilizofanya, nimeombea maiti 4. 3 zikafufuka kufufuka. Zingoma. Yaani maiti kiombea. Kifufuka ndio mbarikiwa. Isipofufuka umekazikwa. Yesu yupo anafufua, na mimi mtumishi wake nipo. Sema amina kama unaelewa. Na wewe kama ni mgonjwa, sisi tutakuombea. Ukipona Yesu umepona kupona. Sisi tumejiona vizuri, mkutano vizuri na Yesu yupo. Ni wewe tu umekataa. Sasa usikatae. Leo ninapona. Kama uko katika tunasumbua na roho ya mauti, nyosha mkono juu. Una roho ya mauti na kusumbua. Nyosha mkono. Nasikia niombe hilo. Dada ile pale, njoo simama pale. Simama. Kama unasumbua na roho ya mauti, kila saa unahisi kufa. Unahisi kuondoka duniani. Unahisi kama nitaondoka. Njoo hapa. Lakini sambamba na hilo umekuwa ukipata za mara kufuatilia. Sambamba na roho ya mauti. Ajali za mara. Unakosa ajali. Ni Mungu tu anakusaidia. Fanya haraka. Kimbia. Njoo. Asante kwa kubariki sana. Fanya haraka wasimama. Unajua? Sikiliza. Ili fursa Yesu anakupa. Ukataka kuja mbele kuna mtu anakulazimisha. Simama. Asante kwa kubariki sana. Tulia. Tulia.
Job. Namba 4, kama kuna ugonjwa wote sugu ulioshindikana hospitalini, njoo mstari wa nyuma hapo. Njoo mstari wa nyuma. Una ugonjwa sugu. Hatutaki mafua. Tulete mafua. Mafua nenda kanywa kale tangawizi na malimao. Tulete mafua hapo. Nataka ugonjwa sugu maana Yesu wangu. Nyuma hapo. Wakae kwa nyuma. Nataka mbele hawataka shida nao mbele. Wakae hapo nyuma. Asante. Simama mbele mtoto. Wewe njoo mbele hapo. Njoo nafasi waleteni hao ni waheshimiwa wa Yesu. Wewe njoo. Asante. Weka wagonjwa na hawa mbele. Narudia tena. Kama una ugonjwa sugu yoyote ulioshindikana hospitalini, njoo hapa. Asante. Sasa tunaenda kuomba. Wachungaji tuko tayari? Naomba sasa tuombe watu wa Mungu. Inua mikono yako juu, wewe hapo mbele. Wote tuinue mikono juu mzima. Biblia inasema hivi, kwa kinywa mtu ukiri na kwa moyo mtu amini. Kwa hiyo unaamini na kukiri kwa kinywa, ukikiri unakuwa umeokoka. Unazaliwa mara ya pili. Kwa hiyo inua mikono yako. Jambo la pili, jutia dhambi ulizofanya toka nyuma. Jutia kwa nini unafanya dhambi? Dhambi ni mbaya. Kwa hiyo unapochuta, toba inatengenezwa kwenye moyo wako. Na toba ikitengenezwa kwenye moyo wako, unapokuongoza maombi haya, unashangaa unapokea neema ya wokovu. Hautakaa tena unaanza kurudi nyuma tena. Lakini kama unaokoka kwa kutimiza tu wajibu unaambiwa au unaongea tu kama kashakutubu kwa Yesu, hiyo itakusaidia. Kwa hiyo unataka utengeneze toba ndani ya moyo wako. Weka mkono mmoja wa kushoto kwenye moyo wako. Alafu mmoja wa juu. Tamka maneno hayo kwa imani. Sema yes. Mwanzo mzima sema yes. Nimejitambua. Mimi ni mwenye dhambi. Nimejishusha dhambi. Toka watoto wangu hadi siku ya leo. Ninajuta kuishi kwenye dhambi. Lakini nimesikia neno lako. Nami nimeamua kutoka ndani ya moyo wangu kuachana na dhambi. Kuachana na ulimwengu wenye udhaifu. Ninaamini pale msalabani ulimwaga damu yako ukanitakasa dhambi zangu zote nilizokukosea kwa mawazo, kwa maneno na kwa vitendo. Na dhambi zangu zote zimepigiwa msumari pale msalabani. Nami sasa nimesamehewa. Yesu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, niandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo ninakiri kwa kinywa changu Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ya kale yamekwisha kupita, tazama nimekuwa kiumbe kipya katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu mimi ni kiumbe kipya. Kuanzia leo mwili wangu sio hekalu la dhambi tena. Mwili wangu sio hekalu la shetani tena. Mwili wangu ni hekalu la Mungu. Kuanzia leo laana zote, laana ya dhambi, laana ya uchawi, laana ya ushirikina, laana ya magonjwa inaniachia kwa jina la Yesu. 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 Hebu mpigie Yesu makofi mengi. Watu hao wameokoka sasa. Naomba sasa hatua ya pili tunaenda kuombea. Baada ya kuombea apostle nyosha mkono. Yule baba pale ataongoza kwenye hema pale. Naomba sasa wachungaji tuweke mikono juu yao. Hatua ya kwanza wokovu, hatua ya pili kukombolewa. Na hapa sasa nimlete Bishop Nyenye aende kuongoza maombi haya ya kuwakomboa watu wao. Tutakuwa tunaomba pamoja na yeye. Naomba mic hapo. Tafadhali naomba mic. Tunaenda kushusha moto
na askofu mwenye upako na nguvu ya Mungu, na vifungo vinaenda kukatika sasa. Inua mikono wako juu, inua mikono wako juu sasa. Wachungaji weka mikono juu, wachungaji weka mikono juu. Wachungaji msikae nyuma ya, kaa mbele ya. Wahudumu kaa nyuma ya, wachungaji kaa mbele ya. Damu yako Yesu Karakata pasheke iliyomwagika kutoka kwenye ubavu wako, na itakase mtu, na itakase mwanamke, na imoshe, na itakase, asiwe na uchafu, asiwe na uchafu wa mwili, asiwe na uchafu wa ukama, asiwe na uchafu wa ukama, asiwe na uchafu wa ulaya. Katika jina la Yesu, kila roho mbaya, kila roho chafu ziondoke sasa. Tunachia moto, tunachia moto, tunachia moto. Yes, katika jina la Yesu. Ndio pepo waanze kukimbia chini ya kabila, waanze kukimbia mapepo haya, mashubiani waanze kukimbia, mashubiani, waanze kukimbia, toka, waanze kukimbia, toka, waanze kukimbia, toka, waanze kukimbia. Ndio piga mapepo hayo, piga majini hayo, piga kwa kichwani, piga kwa jina la Yesu, piga chia maimuna, moto, 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 Pakataba yandaraba, yandaraba shakaraba baba, yandaraba bosheke ndio moto, moto umeshuka, moto umeshuka, kwa maisha yao, majini yote, majini wakata, majini maimuna, majini subiani, majini sharifu, yasema moto, maya, majini ya moto hiyo, moto shuka wao. Huyo binti achia maisha yake, huyo binti achia maisha yake. Ndio huyo jini ndani yako, kimbia jini lo, kimbia jini lo, kimbia jini lo, kimbia jini lo, kimbia jini lo. Ndio rakaparamada rabo shanda rabo sete ika shanda rabo tere rabo saida, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, karabo shamba seke, katika jina la Yesu, achia moto, achia, achia wanaume, achia, 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 katika jina la Yesu, rakata seke, achia zigo, kuzima chini, achia dibu, achia maisha, roho ya ukicha, roho ya ukicha, roho ya ukicha, achia sasa, kwa jina la Yesu, achia leo, achia maisha yake, saka ndio achia, achia katika jina la Yesu, achia mito, achia, achia ndio, achia, umepona kwa kupigwa kwa Yesu, achia ndio, umepona achia, yeke kwa jina la Yesu, toka kuzima, achia, achia mambo, toka achia maisha, jina la Yesu, ewe roho ya giza, roho ya giza, roho ya giza, toka neema ya Bwana iliyo hai, ukafunguliwe, ukafunguliwe, tunalia moto wa Yesu, moto wa Yesu, hayatoka, achia ndio, roho mbalimbali, roho mbalimbali, kabisa na mauti, natangaza leo, natangaza leo, natangaza leo, uwezo wa Bwana, uwezo wa Bwana, uwezo wa Bwana, ondoka roho ya giza, ondoka roho ya giza, ondoka roho ya giza, achia roho iliyotumwa, ila roho iliyotumwa ya mababu zako, ya mababu zako, hayahama, 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 roho ya giza, roho ya giza, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, achilia uhai, achilia uhai, achilia uzima, achilia uzima, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, mawazo na uweza, wewe unaweza, katika jina la Yesu, wagonjwa katika jina la Yesu, pia wengine watoto hivi, twende hivi, wagonjwa watoto sogea mbele, katika jina la Yesu, kama sogea mbele, katika jina la Yesu, katika jina la sogea Yesu, mbele kama ni mgonjwa, sogea mbele kama ni mgonjwa, fanya haraka, fanya haraka, inua mikono yako juu, katika jina la mwamini Yesu, Yesu anafanya, katika jina la Yesu, tunaomba, katika katika jina la Yesu, jina la Yesu. katika Baba, jina la asante Yesu.
kwa ajili Baba, katika jina la Yesu, waliokuja mbele wanayo mateso haya, ninayaondoa kwa jina la Yesu, ninayaondoa kwa jina la Yesu. Ewe roho ya mateso, ewe roho ya mateso, natangaza uzima wako, natangaza uzima wako, natangaza uzima wako katika jina la Yesu. Uwe hai, uwe hai, uwe hai, uwe hai, uwe hai, uwe hai kwa jina la Yesu aliye hai. Nahamisha kila roho, nahamisha kila mateso, nahamisha kila giza, naliondoa kwa jina la Yesu, naliondoa kwa jina la Yesu. Natangaza uhai. Sasa dada huyu anasema sasa hivi anaumwa na tumbo limemtesa muda mrefu. Tunataka huyu tunataka awe dembo, yani Yesu aonyeshe ana nguvu kuliko wote. Wangapi wanaamini? Dada, unaamini Yesu anaponya? Kabisa. Una uvimbe. Sasa hivi tumbo linauma. Linauma. Nyosha mkono. Pale kanisani tuna watu kama watatu siwi uvimbe umeyeyuka, wamepona. Mmoja alikuwa na sentimita 8, tukamwombea tena maombi tu ya asubuhi. Dada, unapona. Nyosha mikono juu. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Baba. Ewe roho unaumwa, rakata baba, toka kwa jina la Yesu. Moto, tunaelewa roho ya uvimbe uliyetumwa na baba zako na wewe nguvu za giza, nahamisha kwa jina la Yesu, nahamisha kwa jina la Yesu. Tunaachilia uhai. Yeyuka, uvimbe, roho ya uvimbe, uvimbe kwa jina la Yesu, uvimbe kwa jina la Yesu. Ewe toka kwa jina la Yesu. Uvimbe, moto wa Baba, moto wa Baba, moto wa Yesu, moto wa Yesu. Kwa jina la Yesu. Pokea huru, pokea huru. Amen. Kwa jina la Yesu. Asante Yesu. Hebu tushangilie Bwana Yesu. Kwa jina la Yesu. Operation ya Roho Mtakatifu. Huyu mfano wa wengine ambao mnapokea uponyaji sasa, kwamba Yesu anaponya. Angalia operation ya Roho Mtakatifu katika tumbo lake. Ni operation hii ya Roho Mtakatifu. Binti unakuwa huru sasa. Na operation ya Roho Mtakatifu inafanyika. Kwa jina la Yesu. Na uvimbe leo hii tunautamkia uyeyuke. Kwa jina la Yesu. Kama vimbe zote Yesu alizoyeyusha, na wako uyeyuke. Kwa jina la Yesu. Kwa utukufu wa Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa utukufu wa Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa utukufu wa Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Jesus name. Tawanyika kwa jina la Yesu. Ondoka. Ondoka. Kwa jina la Yesu. Simama binti, simama. Angalia. Niangalia. Yesu. Angalia. Tulia. Tulia, niangalia. Tulia. Unajua funza kitoka unabaki kuwasho. Niangalia hapa. Niangalia. Yesu amekufungua. Niangalie. Angalia hapa. Angalia. Niangalie. Yesu amekufungua. Sasa jikaguze kama una maumivu. Kabisa. Usikii. Kwa Yesu utukufu. Mchungaji mmoja ndani kwenye sasa, huu ni mfano wa uponyaji. Kama unaumwa njoo hapa, Yesu anaponya. Kuna yule mwenye kisa pale, tuone mchungaji tumwombe. Inua mikono juu. Huyu ameletwa akiwa amefungwa kamba. Maana yake amechanganyikiwa. Wangapi? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanaamini Yesu anaponya wenye ukichaa? Yule mtu wa pwani wa Gerasi alikuwa amefungwa kwa kamba, na huyu leo ameletwa amefungwa kwa kamba, lakini jina la Yesu linapita majina yote. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na ukichaa roho ya mgerasi, roho ya mgerasi, roho ya makaburi, roho ya makaburi, roho ya toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho ya mgerasi, roho ya ukichaa, roho ya kuchanganyikiwa, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Washa moto Yesu.
jina la Yesu. Uwe hai, 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 uwe hai. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila roho ya giza, kila roho ya tumbo, kila roho ya mababu zao, kila roho ya giza, hayaondoka, hayaondoka kwa jina la Yesu. Ukahamishwe, ukatoweke kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya Kalvari. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Simama, simama. Katika jina la Yesu. Unaitwa nani? Niangalia hapo. Niangalia, unaitwa nani? Niangalia hapo, unaitwa nani? Yesu anakupenda. Yesu ni mkuu kuliko wewe. Roho Mtakatifu, asante. Iwe ni ukichawa aina yote, huo ni ukichawa madawa kulevya, huo ni ukichawa kurudi, huo ni ukichawa kurogwa, tunarudisha akili zake. Yesu, tunakuita juu ya ndugu kwa jina la Yesu. Hakuna pepo wala madawa kulevya, kila wala chochote na shetani kitakachoweza toka kwa jina lako. Waza wako zirudi, awe huru kwa jina la Yesu. Anaitwa Richard Boniface. Piga Yesu makofi. Bwana anafanya. Unaishi wapi? Unaishi wapi? Yesu. Sema Yesu. Sema Yesu. Yesu. Unaishi wapi? Richard. Katoliki. Sio unaabudu wapi? Unaishi wapi? Unaishi wapi? Unaishi wapi? Niangalie. Richard. Richard, niangalie. Unaishi wapi Richard? Yesu anakupenda. Katika jina. Ufahamu wako kurudi. Katika jina. Tunarudisha ufahamu wako. Kwa jina. Neema ya Kristo juu yako. Pokea kila kitu. Kila ulichoahidiwa na Mungu aliye hai. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mikono juu, mikono juu. Kwa jina la Yesu. Toe. Sikiliza, unatoka. Utakaa kwenye mwili utena. Kwa jina la Yesu inapita majina yote. Kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, asante. Asante kwa operesheni yako. Amen. Richard. Richard, amka. Richard, amka. Njoo mama. Ndio unaangalia nyuma, njoo. Njoo, inua mikono yako chini. Mizigo yote uliyoibeba kwenye maisha yako. Ndio, umeibeba mizigo. Kwa jina la Yesu. Hiyo mizigo tunaitoa. Kwa jina la Yesu. Inang'olewa, inatoka. Mizigo pando asilopanda linang'olewa. Wale kubebesha wachawi, ila pando asilopanda linang'olewa. Piga kwa jina la Yesu aliye hai. Piga wachawi wote. Toweka. Piga majini yote. Toka. Piga majini yote. Unang'oa kila roho. Katika jina la Yesu. Achieni mama. Achieni nafsi yako. Katika jina. Achieni familia. Katika jina la Yesu. Achieni ndoa. Katika jina la Yesu. Kila roho yote achia. Achia sasa. Kwa jina la Yesu. Unaondoka. Toweka. Achia ndio. Achia. Achia uhai wako. Achia kwa uhai. Kwa jina la Yesu. Asante kwa jina la Yesu. Kuanzia leo. Bwana uliweka jina la Yesu. Na uwe tunakuweka uhai kwa jina la Yesu. Asante Yesu. Amen. Vizuri. Umeokoka? Ndio. Simama kwa Yesu. Amina. Amina. Mungu atakutetea. Amina. Amina. Inua mikono yako juu. Naona hatuna watu wa kuombea. Hakuna mtu wa kumwombea. Tumemaliza. Yupo? Mambo na shida gani? Unatetemeka sasa hivi? Unatetemekaje? Situmwamini Yesu. Ushakuwa na tatizo la kuparalyze? Hujawahi kuwa? Hospitali wamesema nini? Bado hawajatoa ufumbuzi. Umeokoka? Ndio. Unasali wapi? Asante. Inua mikono yako juu. Tumwamini Yesu. Wachungaji, ndio kazi ambayo tumeitiwa.
Hatuna haja kulipua, si ndiwe? Bwana Yesu, Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu. katika jina la Yesu, Lirado samande tunaachilia moto, shiamande. tunaachilia moto, Rapapo kutana Achilia uweza. mama. tunaachilia uweza, Yeteteza po. Uweza. Leketeria mo. Uweza wa Yesu. Katika jina. Uweza wa Jehova. Baroya. Uweza wa Baba. Kwa jina la Yesu aliye hai. Toka chia. Toka kwa jina la Yesu. Nasema chia. Toka kwa jina la Yesu. Nasema chia. Achia uhai wake. Achia uhai. Achia uhai wake. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Njoo mchungaji. Nasikia Mungu anasema na mimi. Kumbatie. Alafu huyu ni mchungaji. Kumbatia nena kwa lugha. Kwa jina la Yesu. Kumbatia nena kwa lugha. Tunaye mwingine tena. Mama, wewe umepona. Nyongo. Yesu. Baba wa uzima, Mifupa yote. Mwokozi wa uzima, Ndani yako. mishipa na Mifupa yote. ipate nguvu Kwenye nyonga yako. Kwa jina la Yesu. Yote. Miguu yako. Kwa jina la Yesu. Sima. Afunguliwa kila mahali. kwa jina la Yesu. Asante. Tembea. Tembea. Tembea mama. Tembea. Kimbia. Fanya kama unakimbia. Amina. Basi wakati huu naamini Mungu amekuponya. Naomba wakati huu kama asante. Kumbuka hapo. Mungu akubariki sana. Even before I pray, Jehovah